Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri mara baada ya msimu wa mwaka 2025 2026 wa ligi kuu ya NBC kuweza kumalizika, ambapo kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu ameweza kutoa tamko mara baada ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 5 mfululizo, ambapo tunashuhudia klabu ya soka Yanga Sports Club katika mchezo wa mwisho wameweza kufanikiwa kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania, mchezo ambao umeweza kumalizika kwa klabu ya soka Yanga kuweza kufanikiwa kufunga magoli 3-0, ambapo tunashuhudia mabao ya klabu ya soka Yanga Sports Club yalipatikana katika kipindi cha pili na kipindi cha kwanza, ambapo tunashuhudia bao la kwanza la klabu ya soka Yanga Sports Club lilipatikana dakika 8 kupitia kwa mchezaji anaofahamika kwa jina la Prince Mfumelo Dube mara baada ya kupokea pasi safi kutoka kwa Max Nzengeli Mpia. Lakini bao la pili la klabu ya soka Yanga Sports Club limeweza kufungwa katika kipindi cha pili dakika ya 50 kupitia kwa Max Nzengeli Mpia, mchezaji ambaye alitengeneza bao la kwanza, basi ndiye ambaye alifanikiwa kufunga bao la pili kwa upande wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Na bao la mwisho la tatu la klabu ya soka Yanga Sports Club limeweza kufungwa na mchezaji anaofahamika kwa jina la Depu, na mara baada ya mwamuzi wakati kupuliza kipenga chake, basi klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kuondoka na alama 3 pale Mbweni jijini Dar es Salaam dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania. Ushindi ambao Yanga wameweza kupata dhidi ya JKT Tanzania ndio ushindi ambao moja kwa moja umeweza kuwafanya kuweza kutoa kombe la ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025-26, kwa sababu klabu ya soka Yanga Sports Club wamefanikiwa kucheza michezo 30. Katika michezo 30 wameshinda michezo 23, sare ikiwa ni michezo 6 na kupoteza mchezo mmoja. Young Africans wamefunga mabao 71 katika michezo 30, wastani wa karibia magoli mawili kwa kila mchezo, wakiwa wao wameruhusu mabao 9, wakiwa wana faida ya mabao 62 na alama zao 75 katika nafasi ya kwanza, ambapo mshindi wa pili ameweza kupatikana ni klabu ya soka ya Simba, ambaye yeye pia naye alifanikiwa kucheza michezo 30. Katika michezo 30 ameshinda michezo 22, sare ikiwa ni michezo 7 na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao 54 na kuruhusu mabao 11, akiwa na faida ya mabao 43 na alama zake 73. Katika nafasi ya pili kwa tunaona Young Africans ameweza kutawazwa kuwa bingwa mara baada ya kuizidi klabu ya soka ya Simba alama 2 katika mechi za mwisho ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025 2026. Sasa kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Hassan Suluhu, ambaye naye pia amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaunga michezo nchini Tanzania, ameweza kutoa neno kwa klabu ya soka ya Yanga kuweza kutoa ubingwa katika zile timu 16 ambazo zimeweza kushiriki ligi kuu ya NBC. Cha kwanza ameweza kuwa post champions ama mabingwa ambao ni Yanga Sports Club kupitia mitandao yake ya kijamii, kisha akaandika hivi: naipongeza klabu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo. Mafanikio haya ni ushahidi wa juhudi, nidhamu na kujituma kwa wachezaji, benchi la ufundi, uongozi pamoja na mashabiki. Aidha, nazipongeza klabu zote zilizoshiriki ligi kuu msimu kwa ushindani mzuri uliofanya mchezo wa mpira wa miguu nchini Tanzania kuendelea kukua, kuvutia, kuongeza hamsa kwa mashabiki pamoja na wadau wa mchezo huu.
Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu, akitoa kongole zake kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club mara baada ya kutoa ubingwa, lakini vile vile amevipongeza vilabu vyote vile ambavyo vimeweza kushiriki michuano, kwa sababu kwa upande mwingine vimeweza kuongeza burudani na hamsa kwa Tanzania ambao moja kwa moja wanafuatilia soka la Kitanzania, hata watu ambao hawafuatilii soka la Kitanzania. Nini maoni, mtazamo kwa kile ambacho amesema Rais Samia? Unaona nafasi ya kuandika comment na kushare maoni yako.